Mnachukuaje huyo jamaa? Unamuingizaje kwenye gari hivyo? Atuelewi. Shusha jamaa hapo. Mnachukuaje huyo jamaa? Mnachukuaje? Huyo jamaa mnachukuaje? Kuna sheria za kumkamata. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limetoa taarifa ya ufafanuzi wa picha mjongeo ama video clip iliyoonekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha watu waliokuwa wanatumia gari lenye namba za usajili T540 EHF aina ya Toyota Noah, ikidaiwa kuwa walijaribu kumteka kijana mmoja aitwaye Jonathan Ayo mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa KSMC Moshi, eneo la Mbuyuni, wilaya ya Moshi, ambapo inaelezwa tukio hilo lilitokea Aprili 12 ya mwaka huu 2025, ambapo jeshi la polisi limebainisha kwamba baada ya kupokea taarifa hiyo lilifanya ufuatiliaji mara moja na kufanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Kevin Richard Temu mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa KSMC Moshi, na Samson Robert Magere mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Soweto Moshi, wakiwa na gari hilo aina ya Toyota inayodaiwa kuhusika katika tukio hilo la utekaji, ambapo inaelezwa gari hilo linamilikiwa na kampuni ya Kesa Tours yenye ofisi zake mtaa wa Soweto Moshi mjini. Mimi natumika naba na hizi ni ripoti za kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro kuhusu tukio hilo la mtu anayedaiwa kuitwa Jonathan Ayo kutaka kutekwa. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linapenda kutoa ufafanuzi wa picha ya mjongeo video clip ilionekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha watu waliokuwa wanatumia gari lenye namba za usajili T540 EHF aina ya Toyota Noah, ikidaiwa walikuwa wakijaribu kumteka kijana mmoja aitwaye Jonathan Ayo. Huyu ana miaka 37, mkazi wa KSMC Moshi, eneo la Mbuyuni, wilaya ya Moshi, manispaa, Aprili 12, 2025. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo lilifanya ufuatiliaji mara moja na kufanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Kevin Richard Temu, huyu ana miaka 39, mkazi wa KSMC Moshi, na Samson Robert Magere, huyu ana miaka 30, mkazi wa Soweto Moshi, wakiwa na gari namba T540 EHF aina ya Toyota Noah inayodaiwa kuhusika katika tukio hilo. Gari hiyo inamilikiwa na kampuni ya Kesa Tours yenye ofisi zake mtaa wa Soweto Moshi mjini. Uchunguzi wa tukio hilo umebaini kwamba tukio hilo halikuwa la utekaji, bali watuhumiwa hao walikuwa wamemwajiri Jonathan Ayo anayedaiwa kutekwa kama mtaalamu wa mifumo IT wa kampuni yao, ambayo tarehe 6 Aprili 2025 alikwenda ofisini kwao mtaa Soweto kuchukua kompyuta mpakato kwa maana laptop ya ofisi, akieleza kuwa anataka kufanya kazi ofisi akiwa nyumbani kwake na angeirudisha kesho yake. Baada ya Jonathan Ayo kuondoka na laptop hiyo hakuirudisha, ndipo waajiri wake walipata mashaka na walianza kumtafuta kwa siku 5 bila mafanikio. Ilipofika tarehe 12 Aprili 2025 walifanikiwa kumpata akiwa baa mtaa Rawa Kinyepombe, ambapo walikubali kwenda kuwakabidhi laptop hiyo na alifanya hivyo. Watu hao wakitumia gari namba T540 EHF aina Noah, baada ya kuipata laptop yao waliamua wampeleke polisi ndugu Jonathan Ayo kwa hatua zaidi, na walipofika eneo la Mbuyuni majira saa 1 usiku, Jonathan Ayo alifungua mlango wa gari ikiwa imesimama kwenye foleni na kujaribu kukimbia akiwa anapiga kelele za wezi zilizopelekea wananchi kuwashambulia watu hao, ambapo askari mgamba aliyekuwa eneo hilo alifanikiwa kuzuia vurugu hizo na kumfikisha Jonathan Ayo kituo cha polisi Moshi. Kulingana na uchunguzi uliofanywa hadi sasa, hakukuwa na mazingira au tukio la utekaji kama inavyoelezwa katika mitandao ya kijamii, bali ni mazingira yaliyotokana na Jonathan Ayo ya kujaribu kukimbia huku akipiga kelele za wezi ili kukwepa kufikishwa polisi.